chapter 11 from verse 1 inasema kwamba tena Roho ikaniinua kanileta hata lango la upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana lililoelekea upande wa mashariki, na tazama, mahali pa kuingilia pa lango walikuwako watu 25, na katikati yao nikawaona Yaazania mwana wa Azuri na Pelatia mwana wa Benaya, na hao watu ni wakuu wa watu. Akaniambia, mwanadamu, hawa ndio watu wale watungao uovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji huu, wasemao wakati wa kujenga nyumba si karibu, mji huu ni sufuria na sisi tu nyama. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani ati mji huu ni sufuria, sisi tu nyama. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kaweza ungali neno la Mungu kwa muda mfupi sana. Ili neno kuna kitu imenifunza hapo. Biblia inasema kwamba mtumishi wa Mungu Ezekiel akaweza kuchukuliwa na Roho wa Mungu, akaweza kuwekwa mahali ambapo ni katika mashariki kwenye lango la nyumba la Bwana. Basi akaweza kuona kuna watu 25, watu ambao waliokuwa wameketi katika lango. Lango ni kwa main gate. Hao watu walikuwa wanaketi mahali pale kufanya nini? Kazi yao ilikuwa ni kutunga uovu. Kazi yao ilikuwa ni kufanya mambo ambayo si ya kupendeza Mungu. Kazi yao ilikuwa ni kufinyilia watu. Ndipo wamesema kwamba ati wao ati ndio nyama, ndio wamesema kwamba hapo. Hiyo mwisho ndio imesema kwamba hapo, nimependa hapo, ndio my message iko inasema kwamba ati sisi ni ati ya kwamba huu mji ni sufuria, sisi ni nyama. Ati huu mji ni sufuria, wao ndio nyama. Na ukumbuke ya kwamba wanasema kwamba hapo juu ya kwamba ati wao wanaambia tu ya kwamba wakati wa kujenga bado. Nataka kusema nini, watu wa Mungu? Kuna watu ambao katika ulimwengu wa rohoni imefika mahali usipojielewa utapata kwamba unaishi maisha ambayo sio yako. Na nikwambie hivi, kuna watu ambao kazi yao ni kutafuta vile wanaweza angusha wengine. Kazi yao vile ni kutafuta vile wanaweza finyilia watu wengine. Unapofanya biashara, usipokuwa mtu ambaye ni wa kiroho, utapata kwamba kunaye mtu ambao ataenda kwa uchawi na kwa uganga ili akaweze kutafuta vile ataweza angusha hiyo biashara yako. Mali umeajiriwa kazi, usipokuwa mtu ambaye ni mtu wa kiroho vizuri, utapata kwamba kuna watu wameweza kukuendea ukaweza kufutwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo uelewa kwamba hawa ni watu ambao kina Pelatia, watu ambao walikuwa ni waovu, watu ambao walikuwa ni wakutaka kufinyilia watu. Nami nikwambia kwamba kuanzia siku ya leo utakapojielewa, uinue ilio yako ya kiroho, kuna watu ambao wataweza kuondoka kwenye maisha yako. Biblia inasema ya kwamba hapo chini mwana wa Adamu alipotoa na unabii, Mungu akamwambia toa nabii. Alipotoa unabii, Pelatia akaweza kuanguka, aliweza kukufa. Nami nikwambia ni kuanzia siku ya leo, mimi nakwambia siku ya leo usinyamaze, toa unabii. Yote anayekuzuilia wacha akaweze kuondoka mbele yako katika jina la Yesu Kristo. Usinyamaze, toa unabii. Tangaza ya kwamba sitazuiliwa, sema ya kwamba sitafinyiliwa, sema ya kwamba lazima nitang'aa. Kule ambako Mungu alikusudia nikaweze kuingia, lazima nitaingia kwa jina la Yesu Kristo. Unatangaza. Biblia inasema ya kwamba hapo, ukiendelea kusoma hapo chini, inasema kwamba mwana wa Adamu Ezekiel alipotoa unabii, Pelatia aliweza kuanguka, aliweza kukufa, aliweza kuondoka, na mji ukaweza kuona mwangaza. Kuna watu ambao wanasemanga kwamba huu mji bado, wanasema kwamba wakati wako wa kuoleka bado. Na mimi nasema kwamba leo tangaza, sema wakati wangu wa kuoleka ndio huu kwa jina la Yesu. Na kuna watu wanasema kwamba wakati wa kufungua biashara hujafika namna gani, na Mungu ashaudeni ukaweza kukua mwana biashara. Tangaza ya kwamba wakati ndio hii. Kila chochote, maneno yote ambayo iko katika anga yako unaanza kuiondoa. Maneno yote mabaya, maneno yote ya kurudisha nyuma, maneno yote ya kukutesa, maneno yote ya kukufinyilia unayaondoa. Unatangaza ya kwamba mimi lazima nitapenya, mimi lazima nitaendelea, mimi lazima nitafanikiwa, mimi lazima nitabarikiwa, nikitoka nikiingia mimi nimebarikiwa. Unakuwa mtu ambaye ni wakona maneno. Biblia inasema kwamba Job chapter 28 from verse 22 inasema namna gani? 22:28 inasema kwamba utaweza kutangaza neno na litaweza kutimia. Utangaze neno, kwa mtu wa kutangaza. Pelatia walikuwa kazi yao, hao wazee, ni kutunga mambo maovu,
kusema wakati huo hujafika, wakati wa kujenga hujafika, wakati wa kuoa hujafika, wakati wa kufanikiwa hujafika. Hapana, unatangaza, unasema lazima itakuwa. Umepewa mamlaka na uwezo. Mimi nasema kwamba kanisa la Bwana limejaa katika msingi wa manabii na mitume. Wewe ni kuambia kwamba wewe ni nabii, tangaza ya kwamba utabarikiwa, tangaza wewe umeinuliwa. Kama kuna maneno iko juu yako ambayo si makusudi ya Bwana, ninayaondoa kwa jina la Yesu Kristo, na kusema kuanzia leo wewe umebarikiwa, kuanzia leo wewe umeinuliwa, kuanzia leo wewe sio mtu wa kawaida. Kama kuna belatia, kama kuna muganga, kuna mchawi, kuna mtu yeyote alisema juu ya anga yako ila aweze kukuzuilia, ninamuondoa kwa jina la Yesu Kristo. Chochote, kila kafara, sadaka zilizotolewa juu ya anga yako, juu ya maisha yako, juu ya jamii yako, juu ya ndoa yako, juu ya biashara, juu ya kazi yako, juu ya masomo yako, hiyo yote naiondoa kwa jina la Yesu Kristo, na ninasema kwamba wewe umebarikiwa. Wewe sio mtu wa kawaida, wewe sio mtu wa kawaida. Ninakutangazia leo hii, kama vile mtumishi wa Mungu Ezekiel alisimama akasema ya kwamba ninatangazia mji huu. Alipotangaza huo mji ukaanza kuona mwangaza, Pelati akaanguka chini. Alipokufa mji ukaanza kuona mwangaza. Na nimekwambia kwamba kama kuna giza juu ya maisha yako, ninaiondoa kwa jina la Yesu Kristo. Kwanza leo anza kuona mwangaza, anza kuona mwangaza kwa hiyo kazi yako kwa jina la Yesu Kristo, na Mungu aliye hai.